السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الطلبة، ما زلنا في باب الأحكام. قلنا أن الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. aliposema تابع المراد بقولنا خطاب الشرع. ما هو خطاب الشرع؟ خطاب الشرع الكتاب والسنة، ni Qur'ani na hadithi, ambao alkitabu wa sunna inazingatiwa ni masdari tashrii', ni misingi miwili ya kuweka sharia na kutukua sharia. طيب، na alkitabu wa sunna ikhwa ndiyo misingi, na Qur'ani ndiyo msingi wa kwanza wa kiasili wa kuweka sharia. طيب، kisha kuna al-ijma', kuna na al-qiyas, alaysa kadhalik. Mpaka katika kuzoea kwetu tulivyochukua kwa walimu wetu, na nyinyi kana wanafunzi wetu mchukue hayo hayo. Kuna masadiru tashri'i al-arba'a: alkitabu was-sunnatu wal-ijma'u wal-qiyas. Juu ya tofauti ya kiasi, lakini nguvu ziko kwenye al-qiyasu. Aidan yu'tabaru masdarun min masadiri at-tashri', na zote hizi zarudi kwenye msingi wa kwanza wa asli ambao ni alkitab, al-Qur'an. Sahih? Angalia Allah tabaraka wa taala asemaje: wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Chochote mutakachotofautiana nacho, basi hukumu yake iko kwa Mungu. Kisema hukumu yake iko kwa Mungu, ni kwa kuwa hukumu yake iko kwenye kitabu cha Mungu. Hukumu yake iko kwenye nini? Iko kwenye Qur'ani tukufu. Kwa hivyo al-Qur'anu ni masdari ya kwanza katika masadir tashri'. طيب، angalia hata katika sunna kadhalik ni al-masdaru thani, kwa sababu ni wahyun ghairu matlu, wanavyosema watu ulumul hadith. Sahih? Pia tuarudi kwa sunna. Leo aliposema Mwenyezi mkitofautiana kwenye jambo, liregesheni kwa Mungu na mtume. Wa nahnu naarif ya talaba ar-raddu ila Allah huwa ar-raddu ila kitabihi. Kurudi kwa Mungu na kuliregesha jambo kwa Mungu, la tafadhali jambo kuliregesha kwa Mungu kwenye kutofautiana ni kuliregesha kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu ili tutukue hukumu yake. Waraddu ila rasul, na kurudi kwa mtume, stami' tamaman, na kurudi kwa mtume huwa raddu ilayhi fi hayatihi, ni kurudi kwake katika uhai wake. Waraddu ilayhi waraddu ila sunnatihi baada wafatihi, na kurudi kwenye sunna yake baada ya kufa kwake. Kwa hivyo ni misingi ya kutukuliwa sharia. Kisha tukenda katika al-ijma'. Ijma' ni mkusanyiko wa wanavyoni katika masala na kupitisha hukumu ijma'i ipite kwenye hilo. Wastadalla al-fuqaha biqawli Allah ta'ala: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين
nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kwa maana mwenye kumpinga mtume baada kubainikiwa na uongofu sahihi, baada kubainikiwa na uongofu, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, akafuata barabara isiyokuwa ya waumini, Mungu asema nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza alipoelekea, wa nuslihi jahannama, na tumtie katika moto wa jahannam, wa sa'at masira, na ni marejeo maovu. Hapa pahala pa kutokea dalili ayuha talaba ni min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, wakasema ni ijma'i. Na kiasi pia kimerudi katika Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu sema yeye ndiye alikuteremshia wewe Qur'ani au kitabu na mizan. Ma huwa almizan ya ikhwa? Almizanu ma yuzanu bihi al-umuru wa yuqayasu alayhi. Mizani ni ile inaupimiwa mambo na kufanyiwa makisio. Wakazichukua zote hizi masadiri thalatha azarudi katika المصدر الأصلي وهو كتاب الله تعالى. لذلك aliposema خطاب الشرع kusudio lake ni الكتاب والسنة. تابع. طيب. والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين, yenye kufungamana na vitendo vya waliokalifishwa, ma ta'allaqa bi a'malihim, kama ilivyo katika kitabu, yalofungamana na matendo. Kipimo kiko hapo, sawaan kanat qawlan, sawa iwe ni maneno, au fi'lan ijadan am tarka, iwe maneno ama vitendo, kufanya ama kuacha. Kwa hivyo ndio makusudio almutaalliqu bi af'ali almukallafin. Sasa hapa sahibu alkitaba atuambia fakharaja bihi, kwa hilo likatoka ma taallaka bil i'tiqadi, yalofungamana na itikadi. Sawa? Yalofungamana na itikadi, fala yusamma hukman bihadha alistilah, haiitwi ni hukmu kwa istilahi, kwa sababu kinachotefutwa ni af'alul mukallafin, si masailul i'tiqad. فمسائل الاعتقاد هنا فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح كما قال شيخنا الوالد. طيب. والمراد بقولنا, نقصديو لنeno letu المكلفين kwenye مقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين ما من شأنهم التكليف, ambao mambo ambayo ni katika mambo yao hawa almukallafin ni at-taklif, taklif, kukalifishwa. Sasa angalia hapa asema lile la kukalifishwa fayashmulu as-saghira wal majnun, yamkusanya mtoto mdogo na mwenda wazimu. Ya ikhwa, kwa hivyo hapa tuseme mtoto mdogo na mwenda wazimu anakalifishwa kwa mambo ya sharia? La. Ulama wetu watuambia mtoto mdogo hupewa mazoezi ya kuzoea kufanya lililoamrishwa na kukomeka alilokatazwa. Kwa hivyo taklifi hii ni taklifi ya kimafunzo, si taklifi akifanya apewe thawabu, akitofanya andikiwe dhambi. Wal majnun, je majnun naye akusanywa vipi na taklifi? Si taklifi ya kumlenga yeye, ni taklifi ya alichonacho yeye. Intabe, sawa? Alichonacho yeye. Mfano, mwenda wazimu ana mali, na ni kweli tunazo taarifa ya kwamba kuna baadhi ambao wadilepuka, lakini na mali akawa wanao mengi sana.
Sasa taklifi hapa italenga kwenye alichonacho, si yeye mwenyewe. Limadha ikhwa? Kwa sababu yeye mwenyewe marfu'un anhu alkalam, kalamu imeinuliwa, kwa sababu hapatilizwi. Uko katika mawani'u, kitu kinachoitwa mawani'u taklif, vizuizi vya kuzuia kukalifishwa, na wazimu mimma wani'u taklif, hapatilizwi mwendo wazimu. Sasa kwenye hili neno fayashmulu saghira wal majnun, majnun taklifi kwa alichonacho. Ana mali, yatazamwa mali kikifika kiwango kukalifike kutolewa zaka, si kuangaliwa yeye mwenye mali, kwa kuwa yeye ana maana mimawani taklif. Nafikiri imefahamika. Kwa hivyo usije usema mtoto mdogo pia yukallafu bil amri wan nahi wal majnun aidan yashmuluhu al amru wan nahy, na ukaipeleka kwenye kupatilizwa kwa kosa na kupewa thawabu. La, kwa mtoto mdogo ni kufanyiwa zoezi, mafhumu, na kwa mwenda wazimu kwa alichonacho cha lazimika kutolewa zaka ikiwa na mali, kwa kutazamwa kiwango cha mali, si kutazamwa mtu mwenyewe. Nafikiri iko wazi hapo jamani. Tayeb. Wal muradu biqaulina min talabin, talabi min talabil amri, kutakiwa jambo lile kulifanya, wanahi, na kutakiwa akomeke. Tayeb. Katika annahyu kuna talab, kuna talab katika katazo. Naam, kusudio lake annahyu kusema min talabil amri wan nahi, hakuna talab kutakiwa mtu afanye katazo kiudhahiri. Ndugu zanguni, sikiliza vizuri sana. Lakini kutakiwa huku ni talabu tarki, ni kutakiwa kuwata, na pengine sigha ikaja kwa amr. Sahih? Iqra qawla Allah ta'ala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shaitan. Shuf mahallu shahid, fajtanibuhu. Hadhihi sighatu nahi au sighatu al-amr? Hii bila shaka ni sighatu al-amr, ni temko la amri. Je, amri hii ni kutakiwa afanye ama kutakiwa aache? Ni kutakiwa aache. Fajtanibuhu, mafhum? Talab amrun li talabi tarki, hii ni amri ya kuntaka mtu aate. Mafhum? Hata hunaka qaida, al-amru ala shay'in nahyun an dhiddihi. Sahih? Amri ya jambo kinyume chake nkatazo. Ukiamrishwa jambo kinyume chake umekatazwa, kinyume na hiyo uliloamrishwa. Adrib laka mathalan ma'i, idha amartuka bil qiyami faqad nahaytuka bil julus. Sah? Mimi nikikuamrisha kusimama, kinyume chake nimekukataza kuketi. Lidhalika huna min talabil amri wan nahi huna talabu tark, sawaan ala sabili al-ilzam, sawa iwe kwa ndia ya ulazima. Na al-amr ikija ala sabili al-ilzam, lililoamrishwa huwa ni wajib, kama tulivyotangulia katika milango ya nyuma. Na an-nahyu ikija ala sabili al-ilzam, inaleta hukumu ya haramu au al-afdaliyah. Hapa ndipo kasema wal muradu biqaulina min talabil ay talabil amri wan nahi sawaan ala sabili al-ilzam au al-afdaliyah. Wal muradu biqaulina au takhyiri, hi takhyiri kusudio lake ni mubah. Tayeb. Wal muradu biqaulina au wad'i, wad'i ni kana weko,
lile jambo weko lake, wad'i au wad'i sahih au walfasid. Wad'i lake hili jambo ni wad'un sahihun au wad'un fasid wa nahwahuma, na mengineyo mimma wada'ahu ash-shari'u, katika yale yalowekwa na aloweka sharia. Wash-shari'u huwa Allahu tabaraka wa ta'ala, min alamatin, kutokamana na alama, wa awsafin, na sifa, linufudhi, kutekeleza, kufanya, kupitisha, wal ilghai, na kupuza kuata kufanya. Hii ndio sharhi tuliopewa na fadilatul walid katika istilahul ahkam, kusema maqtadahu khitabu ash-shar'i al-muta'alliq bi af'ali al-mukallafin min talabin aw takhyirin aw wad'in. Tabi', kama makumbuka kwenye kikao chetu cha nyuma ambacho ni kikao cha 6, tulisema katika ahkam tulimpata al-hakim, wal-hakim huwa Allah tabaraka wa ta'ala, lianna al-hukma lahu sah, inil hukmu illa lillah yaqussu al-haqqa wa huwa khairul fasilin. Kwa hivyo katika ahkam tulimpata al-hakim, wal-hakim huwa Allah, wa ma ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Thumma aidan fil ahkami tulipata al-hukmu, wal-hukmu huna khitabu ash-shar'i. Al-hukmu khitabu ash-shar'i al-muta'alliq bi af'ali al-mukallafin kama kulna. Kwa hivyo katika babul ahkami tulipata hukmu, iko hukmu. Na huyu al-hakimu kadhalika huwa ash-shari', alaysa kadhalik, shar'a lakum min ad-din. Kisha tukampata al-mahkumu alayhi, kwa sababu hakimu ikipatikana hukmu paka patikane na mwenye kuhukumiwa. Wal mahkumu alayhi huwa al-mukallafu al-balighu al-aqilu. Kwa hivyo Allahu ndiye al-mukallifu, aliyekalifisha. Alokalifishwa ni yule al-mukallafu anayejulikana kana al-mahkumu alayhi, mwenye kuhukumiwa. Kisha tukapata al-mahkumu fihi. Al-mahkumu fihi ikawa ni vitendo vya yule aliyekalifishwa. Vitendo vyake ndivyo vilivyohukumiwa kufaa na kutofaa, ndivyo vilihukumiwa kuwa sahihi na kutokuwa sahihi. Sahihi ya auladi, tukampata al-mahkumu fihi. Kisha vile vile katika al-ahkam tukapata nini? Tukapata turuqu ma'rifati hukmillah, ndia za kujua hukumu ya Mungu. Hakimu tushampata, hukumu tushaipata, mwenye kuhukumiwa tumempata, chenye kuhukumiwa tumekipata. Sasa nkujua ndia ya hukumu ya Mungu tutazipata wapi? Yani maarifatu turuqi hukmillah, kujua ndia za hukumu ya Mwenyezi Mungu. Bila shaka tukijua kama khitabu shar'i ndia kupata hukumu za Mungu kwenye Qur'an, ndia kupata hukumu za Mungu kwenye sunna mtume vijana, na tukiyaweka yote masadiru tashri' al-arba'a, tutauka Qur'ani, hadithi, ijma'i na qiyas. Ni ndia hizo za kupata hukumu za Mwenyezi Mungu tukaipata katika babu la ahkam. Sah, vile vile tukawajua muballighu hukmillah, venye kufikisha hukumu ya Mungu. Venye kufikisha hukumu ya Mungu si wengine, ni wale wanaopewa wahi kutoka kwa Mungu, uchukuliwe huo wahi, watufikishie sisi au ufikishe kwenye ulimwengu wa walimwengu, ili wajue hii ni hukumu tuloileta kutokanayo kwa hakimu.
ije kwenye ardhi, hukumu zihukumiwe, wahukumiwe walokalifishwa, walobaligha, kisha wahukumiwe kwa kile kitakachohukumiwa, manake matendo yao sasa yahukumiwe, yameswihi ya kuswihi, mumekula cha halali cha haramu, mumevaa cha sawa si cha sawa, hizi ahkam. Kwa hivyo tukapata katika al-hukmu al-hakimu wal-hukmu wal-mahkumu alayhi wal-mahkumu fihi, turuku ma'rifati hukmillah na muballighu hukmillah. Yote imekusanywa katika mlango wetu huu wa kikao chetu cha leo, kikao cha 7, jalsatu 7 min usul al-fiqh. Lidhalika al-ahkamu jam'u hukmin wa huwa lughatan al-qada'u tabi' واصطلاحا مقتضاه بمعنى ما أمره، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. ثم قلنا والمراد بقولنا خطاب الشرع، hakuna khitabu ya sharia isiyokuwa ya Qur'ani na Sunna. As-sunnatu as-sahiha قيدنا السنة الصحيحة. والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين yanayofungamana na matendo ya wenye kukalifishwa, ma ta'allaka bi'amalihim sawa'an kanat qawlan aw fi'lan ijadan aw tarkan, kufanya ama kuacha. fakharaja bihi ma ta'allaka bil i'tiqadi. قال الشيخ فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح، وتكو katika الأعمال هتكو katika اعتقادي صحيح. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون، وقد شرحنا ذلك. والمراد بقولنا من طلب أي من طلب الأمر والنهي، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. والمراد بقولنا أو تخيير أي المباح. والمراد بقولنا أو وضع أي وضع الصحيح والفاسد، مفهوم؟ ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. Kikao kitakachofuata kwenye ahkam tulisema al-lughata al-qadha, tutalirudia hili neno na al-qadha katika kikao chetu cha 8, tujue hii al-qadha na ikija waqadha walivozungumza mafuqaha wetu. Tukome hapa kwa leo. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.